Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa Washington imekuwa ikiwasiliana katika wiki za hivi karibuni na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, akimtaja kama mhusika muhimu katika mawasiliano ya kidiplomasia yanayoendelea. Akizungumza na gazeti la New York Post, Trump amesema atajua ndani ya wiki moja kama Ghalibaf ni mtu ambaye Marekani inaweza kufanya naye kazi. Ingawa Ghalibaf amekuwa akitazamwa kama njia ya mawasiliano licha ya msimamo wake mkali na uhusiano wake na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, maafisa wa Marekani walikuwa hawajamtaja hadharani hapo awali. Trump alieleza kuwa kumtaja hadharani mtu anayehusika katika mazungumzo kunaweza kumweka hatarini. Wakati huo huo, ikulu ya White House imeonyesha kuwa Trump ana nia ya kuona nchi za Kiarabu zikichangia kugharamikia operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, msemaji wa White House Karoline Leavitt alisema rais angependa kuziomba nchi za Kiarabu kusaidia kifedha kama ilivyotokea wakati wa vita vya Ghuba miaka 1990. Aliongeza kuwa suala hilo linaweza kujadiliwa zaidi na Trump hivi karibuni. Leavitt pia alisisitiza kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yanaendelea na yanafanya vizuri licha ya kauli tofauti kutoka Tehran. Alibainisha madai ya Marekani kuwa takriban 70% ya miundombinu ya uzalishaji wa makombora, drone na vifaa vya majini vya Iran vimeharibiwa. Kwa mujibu wa White House, viongozi waliobaki wa Iran wanaonyesha utayari zaidi wa kufanya mazungumzo ili kuepuka uharibifu zaidi. Leavitt alisema kuna tofauti kati ya kauli za hadharani za Iran na mawasiliano ya faragha. Hata hivyo, baadhi ya maafisa wa Kiarabu wanaofahamu juhudi za upatanishi wanasema mawasiliano bado sio ya moja kwa moja yakifanyika kupitia nchi nyingine. Marekani imetaja uamuzi wa Iran kuruhusu meli kadhaa za mafuta kupita katika mlango wa Hormuz kama ishara ya utayari wa mazungumzo, ingawa wapatanishi wanasema Iran huenda isikubali masharti ambayo ilikataa kabla ya vita.